Uh, Leo ni siku nyingine tena tafakari jambo dogo tu. Unasikia kwamba Padri Camillus Nikita wa jimbo kuu la Songea amepotea, hajulikani halipo. Father Kitima alishambuliwa na watu wasiojulikana. Mchungaji Askofu Maximilian Mwanamapinduzi amekimbia nchi, na baadhi ya viongozi mbalimbali wamekimbia nchi. Kanisa la Askofu Gwajima limefungiwa. Sasa kwa akili ya haraka tu unaweza ukafikiria hawa watu wote si wana watu nyuma yao. Tarehe 29 wakiandamana kuwadai ndugu zao, mtamlaumu nani yani? Mmefunga kanisa la Baba Askofu Gwajima, mmemshambulia katibu wa TEC Father Kitima. Padri leo hayupo, hajulikani halipo. Viongozi mbalimbali wa dini wameondoka nchini. Hao wana waumini nyuma yao. Tarehe 29 ukiwakuta barabarani wanaandamana, utamlaumu nani? Kwa sababu za kuandamana nyingi mnazitengeneza wenyewe. Kwa tarehe 29 mkikuta watu wanaandamana barabarani, hamna wa kumlaumu. Cha msingi mnapaswa muunge mkono hayo maandamano, kwa sababu za watu kuandamana mnazitengeneza wenyewe. Tukutane tarehe 29. Bwana, kwa matukio haya aliyoelezea hapa huyu jamaa, manake ni kwamba kuna waumini wengi wa makanisa mengi watatoka nje kwa ajili ya kuandamana kwa ajili ya viongozi wao waliopotea kusikojulikana. Aisee, huu mwaka umekuwa ni mwaka wa matukio kweli kweli. Tumeshuhudia viongozi wengi wa dini wakitekwa, wengine wakipigwa risasi, na hii yote ni kwa sababu walizungumzia masuala ya siasa na kuzungumzia kuwa na siasa huru. Bila shaka msimu huu au wakati huu utakuwa ndio wakati ambao CCM watu amini kitakachokwenda kutokea, kwa sababu kuna mwamko mkubwa wa wananchi kuelekea kwenda kwenye maandamano tarehe 29 Oktoba ambayo ndio siku ya uchaguzi mkuu wa nchi ya Tanzania. CCM ikiendelea na kampeni, lakini huko vyama vingine vikiwa kampeni zao ni ndogo na media nyingi zikiwa upande wa CCM, watuone zikiposti taarifa zingine nje na CCM. Jambo hili limezidi kuwatia hasira wananchi na kuwa wakali kweli kweli. Bila shaka tutakwenda kushuhudia matukio mazito kama ambayo yanaendelea kutokea duniani kote: Syria, Nepal, Ivory Coast, lakini pia Madagascar, Morocco na Zimbabwe nao wametangaza kukiwasha tarehe 17, na tunasubiria hii ya Tanzania. Naam.